Mheshimiwa Kapufi, jiandae Mheshimiwa Ndaki, jiandae Mheshimiwa Felix. Nakushukuru Mheshimiwa Naibu Spika. Kama ilivyo ada, na mimi niingie kwenye kitendo cha ungwana cha kumpongeza Mheshimiwa Waziri na timu nzima kwa maana ya wizara, watendaji wengine, lakini pongezi za pekee kwa Mheshimiwa Rais na kwa ujumla wake chanda chema uvikwa pete. Mheshimiwa Naibu Spika, pongezi za Mheshimiwa Rais kwa kupitia waziri, tulikuwa na fidia ya bwawa la Milala kupitia miji 28. Tunashukuru sana. Bilioni 2.9 wananchi wamepewa fidia. Kwa hiyo leo hii si kelele tena katika lile eneo la bwawa la Milala. Tunashukuru. Lakini Mheshimiwa, pongezi nyingine hizo nazisema, mimi kipindi cha nyuma ilitokezea kusomeka kwenye mitandao ya kijamii mbunge anyweshwa maji machafu, na kimsingi nilikuwa nimetembelea wananchi kwa ajili ya kuangalia matatizo yao. Nilipokutana na changamoto hiyo, kumbe ikamkuta na Mheshimiwa Waziri kwamba kulikoni kwa mbunge wangu, alihakikisha kimechimbwa kisima cha milioni 45 na wananchi wale wakapewa sola. Naomba nikupongeze Mheshimiwa Waziri. Nimesema kwa maana ya miji 28 sisi tupongeze, ni mradi wa bilioni 22. Ni ukombozi kwa mji wa manispaa ya Mpanda. Kwa maana ya manispaa ya Mpanda ni ukombozi mkubwa. Changamoto ya maji itapungua kwa kiwango kikubwa. Nafahamu huu ni mpango wa muda mfupi na kwa kupitia chanzo hicho cha bwawa la Milala, lakini mpango wa muda mrefu ambao kwenye taarifa yako umesheheni ni swala la kuyatoa maji ziwa Tanganyika. Na Mheshimiwa Naibu Spika, ndugu yangu ameongea hapa kwa maana gridi ya maji ya taifa. Nchi hii ya kwetu njema, ufumbuzi katika maeneo mbalimbali ni eneo la gridi ya maji ya taifa. Nikilisema hilo Mheshimiwa Naibu Spika, sekta zote, iwe ni uchimbaji madini, iwe ni kilimo na maeneo mengine hayo, iwe ni uvuvi, kwa kupitia gridi ya maji ya taifa tunakwenda kufumbua na matatizo mengine hayo. Wakati fulani aliwahi kuongea hapa waziri wa kilimo habari ya kutegemea mvua, msaada wa Mungu kwa kupitia mvua ya masika. Tukija na gridi ya maji ya taifa, maana yake pia kilimo cha umwagiliaji kitakuwa na maeneo mengine huko duniani. Mheshimiwa, kwa kupitia hili nimeona hapa kwa maana ya taarifa yako Mheshimiwa Waziri umeelezea vyanzo mbalimbali, na sisi nchi yetu ilivyo njema. Mheshimiwa Naibu Spika, rudi hata kwenye ramani, kati ya nchi ambazo zinazungukwa na water bodies ni pamoja na Tanzania. Ukiangalia kushoto, ukiangalia kulia, ukiangalia kaskazini, ukiangalia kusini, water bodies. Kwa hiyo kuiunganisha nchi kwa maji, Mheshimiwa, kuiunganisha nchi kwa maji. Mimi nimesema haya yote tumepewa visima 5, nashukuru. Maki usiposhukuru kwa kidogo, hata kikubwa ukipewa utashindwa kushukuru. Lakini ufumbuzi wa muda mrefu, na kwa ukweli nimuombe sana Mheshimiwa Rais wangu na yeye kwenye kuandika historia. Huko nyuma tuliambiwa unaweza ukatoka kwa teksi kutoka kusini kule Mtwara ikakufikisha Kagera kwa taksi, kwa maana kuiunganisha nchi kwa barabara. Tuna uwezo wa kuiunganisha nchi kwa maji. Wapo watu wana tatizo la maji, sisi huko hatuko. Na Mheshimiwa, nyiwe zetu ambao mmetembelea, nenda hata Misri pale, ambao wao ni wanufaika wa chanzo cha mto Nile, ambao sosi kubwa iko huku kwetu, lakini angalia jinsi wanavyonufaika na chanzo tu kile cha mto Nile. Sasa sisi ambao mito yote tunayo hapa, niombe sana katika eneo hilo Mheshimiwa. Nimezungumzia swala hilo, lakini nishukuru kwa maana mabwawa ya maji taka na huduma ya mabwawa ya maji taka. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa miji ambayo tunatamani ipendeze, ili liwe ni jambo kama ajenda ya muhimu. Manake utapokuwa na maji safi tunayoyatamani, mwisho wa siku utazalisha maji taka. Hasa bila uwepo wa mabwawa haya
tunafanya miji yetu wakati fulani inashindwa kupendeza. Na mimi hapa ndio kuzungumza siku moja nikasema maji taka bado ni bidhaa kama bidhaa nyingine. Mheshimiwa, tutumie nafasi ya maji taka. Ukiona miji ya watu inapendeza, umwagiliaji wa bustani ni kwa maana ya kuyatreat maji taka, yanapunguza kwanza wewe kutumia yale maji safi kufanya kazi kama hizo. Kwa hiyo utayatumia haya maji taka ambayo yamekuwa purified au yamekuwa treated kusababishia kunyeshea kama ni maua na vitu vingine vya namna hiyo, lakini hata kwa maana ya bustani. Kwa hiyo katika eneo hilo mimi nishukuru, na pale kwetu tuna mradi huo wa maji taka ambao kwa taarifa yako Mheshimiwa umesema by December 2025 utakuwa umekamilika na kuweza kuzalisha lita 600,000 kwa siku. Nashukuru sana kwa hilo, lakini hilo linakwenda sambamba na upatikanaji wa magari mawili ya maji taka. Nikuombe sana Mheshimiwa, kwa maana ya magari mawili ya maji taka, ule mji wa Mpanda unakuwa, manispaa ya Mpanda inakuwa. Hiyo ni huduma muhimu sana katika eneo letu. Pongezi. Napongeza swala la kusamehe faini za maji, ni jambo jema, nimpongeze sana Mama Samia katika hilo. Lakini ukiacha pongezi hizo, lakini nipongeze tena kwa swala la kulipa madeni kidogo kidogo. Baada ya kusema hayo, naunga mkono hoja. Nashukuru sana. Mheshimiwa Ndaki, jiandae Mheshimiwa Felix. Nakushukuru Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Spika, eneo la mkoa wa Simiyu, mkoa wa Mwanza, Singida mpaka kuja hapa ni moja ya maeneo ambayo ni makavu sana, na tulipata